tu kwamba TFF yani hao watu wasiwaachie. Mimi natoa rai kwamba hii timu ifutwe. Hiyo kitu hakipo. Alafu unajua mwandishi, mimi kitu cha kwanza samani kidogo, mimi kitu cha kwanza, mimi na upande moja tu na walaumu bodi ya ligi. Wao watu walikuwa hawastahili hata kuitwa yani TFF. Kwa hiyo kasi wakadhihirisha kwamba TFF wako sahihi. Leo mnamwambia bosi wenu kwamba ajiuzuru. Hamna mamlaka hiyo dadangu. Kasi ikawasikilizeni ushauri wenu kwamba Simba walizuiliwa uwanjani na nini, sisi tulikuwa hatujahusika na nini yote. Sasa kwa nini kasi imewarudisha kwa wenye madaraka katika nchi? Basi kwa nini sasa nie mnawashambulia TFF na bodi ya ligi, hamwambii kasi? Basi nawaambieni kasi wajiuzuru. Walihusika moja kwa moja kwa sababu walikutwa mabaunsa wao kule ambao wamevaa jezi za Yanga, kwamba bana msimamo wetu na sisi tunafuata kanuni zetu, kanuni yetu ni hii, kwa hiyo wewe unapata kuadhibiwa. Bas, swala limeisha. Karibu ndani ya Sixan Sports, na wakati huu unakuwa nami Wanaisha Lukali, Beki Kisiki na Machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, kubwa zaidi kuelekea katika mchezo wa Jumapili, dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans dhidi ya mnyama Simba. Kauli mbiu Young Africans wenyewe wanakuambia hatuchezi mchezo namba 184. Wanasema hawa utambui. Lakini ukienda kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba wenyewe wanakuambia siku hiyo watapeleka timu uwanjani, na siku ya kesho wamepata barua rasmi kutoka katika Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, mnyama kwenda kufanya mazoezi yake ya mwisho kabla ya mchezo. Mambo ni mengi. Kuna yako shirikisho la mpira wa miguu nchini kwetu Tanzania, TFF, vikao bado vinaendelea, vikao vizito, vikao vya maamuzi. Mbele yangu hapa nipo na washabiki wa Simba na mwanachama kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba, si mwingine ni Plaza, muindi wa Simba. Plaza, wema? Poa dadangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ijumaa Karim. Ndio. Naona kapelo na kanzu. Sana na mnajua tumeshaanza kuwa na bashasha kuanzia sasa hivi. Ndio. Kwamba tunachukua ubingwa wetu. Sasa mwandishi, kitu cha kusikitisha sana na sana katika tasnia ya mpira wa miguu Tanzania, kwamba hao nyuma mwiko, mimi kama kuna lugha zaidi ya wahuni ndio hao. Kama kuna lugha zaidi ya wahuni, basi wanastahili kupewa hao watu. Ndio. Unajua leo wakati ilivyoanza sakata hili, kwamba Simba ilivyoenda kufanya mazoezi tarehe 8 wakazuiliwa. Baadaye kuzuiliwa, Yanga wakaenda CAS. Unajua, naomba Watanzania wanisikilize vizuri na wanielewe kwamba wakati walivyoenda kasi ina maana walivyoenda kasi wakatoa shauri lote lilivyotokea, kwamba Simba walikuja, walizuiliwa na wakasema kwamba sisi tulikuwa hatujahusika na lote hilo. Lazima kasi walikuwa wameelezwa na watu. Lakini kasi baada ya kujua yote hayo ikarudisha shauri hilo kwa nani? TFF. Kwa hiyo kasi wakadhihirisha kwamba TFF wako sahihi. TFF wako sahihi. Sasa leo hao watu wanaleta vitu vya ajabu. Unajua mwandishi, inasikitisha sana katika mpira wetu. Unajua TFF na bodi ya ligi wana mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania. Wana mamlaka ya mpira wa miguu wa Tanzania na wana maamuzi ya yoyote wanayotaka kuyafanya. Lakini cha ajabu
baadaye kuwarudishia TFF, hao watu wakaanza kuwa kashifu TFF kwamba TFF haitendi haki. TFF mwisho imefika hatua wanasema wanawapa masharti 4. Katika 4 matatu yani ni ajabu. Yanga ni nani kwani? Katika Tanzania Yanga ni nani? Ni timu ya mpira. Sio timu ya mpira, timu ya wahuni. Nimeongea mwandishi. Kwa nini leo Yanga waumize vichwa watu? Wewe anakutia pressure. Mimi unajua nasema hivi tu kwamba TFF yani hao watu wasiwaachie. Mimi natoa rai kwamba hii timu ifutwe. Isiwe wanachama wa Tanzania. Yanga hawastahili kuwa wanachama. Mwarabu. Maana ni watu wa bogus kabisa hao watu. Hawajui maadili ya mpira. Unajua mwandishi, masharti wanawapa matatu kwamba sijui bodi ya ligi ya masaa 72 ijiuzuru, Wilfred Kidau ajiuzuru. Nie kama nani? Basi ndo basi mwe bodi ya ligi. Nie hao watu mnaambia wajiuzuru. Nie mna madaraka gani katika nchi hii? Unajiuliza. Wakati nie ni wanachama wa TFF. Leo mnamwambia bosi wenu kwamba ajiuzuru. Hamna mamlaka hiyo dadangu mwandishi. Huoni hoja za Young Africans zikienda kutekelezwa? Sasa cha ajabu kwamba leo unawaambia viongozi wa TFF na bodi wajiuzuru, basi mwambie basi hata watu wa kasi, mbona mnamwambie kwamba wajiuzuru nao? Mbona mnashinda kuambia watu wa kasi ambao wamearudisha kwa watu wahusika? Kwa sababu nyinyi mlipeleka ushauri wenu kasi. Kasi ikawasikilizeni ushauri wenu kwamba Simba walizuiliwa uwanjani na nini, sisi tulikuwa hatujahusika na nini yote. Sasa kwa nini kasi imearudisha kwa wenye madaraka katika nchi? Basi kwa nini sasa nyinyi mnawashambulia TFF na bodi ya ligi, hamwambii kasi? Basi nawaambieni kasi wajiuzuru watu wao waliotoa uamuzi huo. Mbona mnashindwa kulifanya hilo? Mwarabu, ukiwasikiliza Young Africans wanakwambia katika mchezo wa Machi 8 kanuni zilikiukwa. Wao wanataka kufanya mapinduzi ili mradi mpira wetu uweze kufuata kanuni na sheria. Mwandishi, kanuni gani ilichokiukwa? Wakati kama Simba aweze kucheza mechi na afu adhabu nyingine zingetolewa, haya yote singefikia huku. Kwanza tunaenda na kanuni. Sheria inasema kwamba timu lazima mgeni apate fursa ya kufanya mazoezi kabla ya siku moja ya mechi. Hiyo ni kanuni. Sasa nasema hivi kwamba wao wakasema kwamba Simba hawakufanya mazoezi, hawakuhusika na hilo. Walihusika moja kwa moja kwa sababu walikutwa mabaunsa wao kule ambao wamevaa jezi za Yanga. Sasa mnakiuka nini hapo? Sasa leo huyu msemaji wao mtu ajabu sana huyu mtu. Yaani hastahili kuwa msemaji. Leo anasema hivi kwamba eti wamepewa taarifa kwenye kikao na CEO wa bodi ya ligi kwamba eti kuna mtu kigogo wa serikalini ndo alifanya kitu hiyo kwamba Simba wasifanye mazoezi. Sasa nauliza hivi mwandishi, na Watanzania wajue hilo, vitu viko wazi. Leo mabounsa wa Yanga ndio walikuwa pale, na maana huyu kigogo basi alikuwa upande wa Yanga. Kwa hiyo wao wanahusika moja kwa moja katika hilo. Unafikiri TFF kwa kipindi hichi ambacho kilivyo wanaweza kutoa kwa haraka hivyo? Unajua dada, uchunguzi tunasema neno uchunguzi. Uchunguzi haufanyiki katika siku 2, 3, 4 au miezi, hata mwaka inaweza kachukua. Ni kitu ambacho kinatakiwa kichunguzwe ipasavyo. Alafu mwandishi, leo Yanga wanasema hawana imani na bodi, wakati huku wanasema hawana imani, huku wanaendelea kucheza michezo ya ligi kuu. Sasa mbona siwaelewi? Wakati unamekuja mchezo wa kucheza na Simba wanasema hawana imani. Hiyo kitu hakipo. Alafu unajua mwandishi, mimi kitu cha kwanza samani kidogo, mimi kitu cha kwanza, mimi na upande moja tu na walaumu bodi ya ligi. Wao watu walikuwa hawastahili hata kuitwa.
Hao watu hawastahili kuitwa kwenye kikao, waje wafanye nini? Unajua bodi ya ligi na TFF ndio wenye mamlaka. Huwezi kumbembeleza mtu ambaye hajielewi. Huko ni kubembeleza, yani wasinge waita, wasubiri paka tarehe 15 hii ndio wachukue maamuzi. Na mimi nasema hivi kwamba kama Jumapili Yanga hawajafika, naomba sana kwa viongozi kama wananisikia wa TFF na bodi ya ligi kwamba wachukue maamuzi kutokana na kanuni inavyosema. Kanuni inasema kwamba Yanga wanyanganywe pointi 3, Simba wapewe pointi 3 na magoli 3. Na Yanga wanyanganywe pointi 15. Ndio kanuni inasema, na wasimamie kanuni hiyo. Hiyo kanuni waisimamie na waitekeleze. Ndio mimi kweli nitasema kwa dhati kabisa kwamba viongozi wa TFF na bodi ya ligi wana msimamo. Vipi ikitokea mchezo ukawa hakuna siku ya Jumapili? Maana yake paka hivi sasa waamuzi wa kwenda kusimamia mchezo bado hawajatangazwa. Katika upande wa viingilio navyo bado havijatangazwa. Ukiwatazama Young Africans hawana kabisa mpango na hii mechi. Siku ya jana tuliweza kuwaona baadhi ya wachezaji wao katika ukumbi wa Mlimani City wakienda kwenda kuonyesha upendo kwa msanii Mbosokani. Hii kutii mashaka. Unajua mwandishi, wao wameshasema kwamba hawaji, hawatacheza. Labda Yanga wamesema hawatacheza, bodi ikahairisha mchezo kama Machi 8. Nini kinaenda kutokea Plaza? Sisi Simba, kwa maoni yangu mimi, Simba sisi tutakuja juu sana kwa hilo swala na hatutakubali. Kwa upande wa Simba wamesema hawatashiriki na ndio hilo ni sawa kabisa. Kwamba hatutakubali. Unajua mwandishi, mechi ya tarehe 8 iliahirishwa kutokana na kanuni na vigezo vingine, kwamba kulikuwa na uvunjifu wa kanuni na kulikuwa na mambo ya rushwa. Sawa? Lakini je, mimi TFF nawapa tahadhari kubwa sana. Nawapa tahadhari kubwa sana kama ni watu wa mpira. Hii mechi haina kigezo chochote cha wao kuahirisha. Kwa kigezo gani? Mwandishi, unisaidie, labda wataahirisha hiyo mechi kwa kigezo gani? Tunataka tujue. Kwa hiyo hii mechi isiahirishwe na TFF na bodi ya ligi ifuate kanuni inayosema ya mpira. Kwamba Yanga wanyanganywe pointi 15 na Simba wapewe pointi 3 na magoli 3. Hapo TFF watajinusuru. Kama TFF mwandishi, kama ameahirisha mchezo huu wa Jumapili, patatokea mzozo mkubwa sana. Huu mpira wa Tanzania itakuwa na mzozo mkubwa sana. Kwa sababu hawezi kuahirisha, narudia. Hawawezi kuahirisha kwa kigezo gani? Wataahirisha kwa chipi? Hawawezi kuahirisha huo mchezo. Hauoni dosari lolote? Hamna kitu chochote. Sisi Simba tumefuata utaratibu wetu. Hao watu hawataki kuja, basi waadhibiwe kutokana na kanuni za mpira. Yani mimi nasema hivi, sasa hivi imefika hatua kwamba TFF na bodi ya ligi iwe na msimamo. Kwamba bana, msimamo wetu na sisi tunafuata kanuni zetu. Kanuni yetu ni hii, kwa hiyo wewe unapata kuadhibiwa. Bas, swala limeisha. Hamna swala la kuahirisha mechi tena, mwandishi. Unadhani kuahirisha mechi ya nini kwanza? Kwa ajili ya nini? Kwa sababu mgogoro uliokuwepo watu wauweke sawa baina ya TFF, Simba na Yanga. Mambo yawe vizuri pamoja na vilabu vingine. Mgogoro wanaoleta ni nani? Nani wanaoleta mgogoro? Kuna mgogoro Young Africans hawana imani na shirikisho pamoja na bodi ya ligi, wanataka iwe timu iwe. Sasa ndio nasema kwamba Yanga ni nani? Mwandishi, Yanga ni nani? Kwamba wewe leo unamwambia wewe unamwambia huyu mtu eti unamteua ajiuzuru, huyu ajiuzuru, wewe ni nani? Kukosa adabu sana hii, mimi nasema hawana adabu. Young Africans hawana adabu. Adabu yao ndogo sana. Ili adabu wanatakiwa adabu. Sasa hivi mimi nasema hivi, wafundishwe adabu na TFF na bodi ya ligi. Mnyama Simba amepata. Unajua mwandishi, alafu leo kitu kimoja nataka niliongelee, kwamba hao viongozi serikalini
wanaingilia mpira, hii mambo swala hiyo waache. Kama wao wako kwenye mambo ya siasa, kama wako kwenye mambo ya waendelee nayo. Wasiingilie katika mambo ya mpira. Tunaharibu mpira wetu wa Tanzania. Ni rai yangu hiyo.